Mheshimiwa sana Baba Malale, mkuu wa province, Mheshimiwa sana viongozi shirika, pendwa mapadre wote, watawa wote, viongozi wa halmashauri ya walei parokia, waamini wote kwa ujumla, tumsifu Yesu Kristo. Basi napenda nianze kwa kutoa shukrani kwa mkuu wa province Baba Malale kwa kunialika kuja kutoa daraja la ushemasi siku ya leo hapa parokiani, kazi ambayo sasa tumeshaimaliza. Nashukuru kwa kunipa nafasi hiyo, asante sana. Napenda nitoe shukrani kwa shirika la Wakarmeli kwa utume mnaofanya katika jimbo letu la Morogoro. Kwa niaba ya uongozi wa jimbo tunapenda kuwashukuru na kuwapongeza kwa utume mnaofanya, ikiwa ni pamoja na parokia hii hapa, lakini kule Malolo pia, lakini kwa utume wa shule zenu na huduma nyingine mnazozitoa jimboni. Tunapenda kuwapongeza sana na kuwashukuru sana, asanteni sana. Lakini pia napenda nitoe shukrani kwa zawadi ulionikabidhi hivi punde hapa. Asante sana kwa zawadi hiyo. Tena napenda sasa nichukue nafasi hii kuwapongeza sana mashemasi wetu wapya kwa kupata daraja hili la ushemasi. Hongereni sana sana. Mashemasi mtakuwa mnahudumu katika meza 3. Kazi yenu kubwa ni kuhudumu na mtahudumu katika meza kubwa 3. Meza ya kwanza ni meza ya neno la Mungu. Mtakuwa mnasoma neno la Mungu kama tulivyowakabidhi hapa, lakini na kuhubiri pia. Kumbe ninawatakia mwanzo mwema. Kama ukishindwa kuhubiri vizuri kama shemasi, hutaweza kuhubiri vizuri kama padri. Kumbe mwanze vizuri katika huduma ya neno la Mungu. Meza ya pili ni altare, ambapo mtakuwa wasaidizi wa askofu na mapadre. Kumbe mtoe huduma yenu hapa altareni kiaminifu na kwa uangalifu na kitakatifu. Meza ya tatu ya huduma ni kuwahudumia waamini. Mtakuwa mnatoa huduma ya upendo kwa wagonjwa, waamini na wahitaji na maskini. Kumbe mtoe huduma hiyo kwa watu kwa unyenyekevu mkubwa, mkawe zawadi kwa watu. Niliwaambia watawa siku ya watawa kwamba watawa ni zawadi kwa kanisa, ni zawadi kwa jumuiya, na ninyi ni watawa. Jana mmefunga nazi za daima. Kwa hiyo na kama mashemasi mkawe zawadi, watu wafurahie huduma zenu, watu wafurahie huduma zenu, ili muweze kuwa zawadi bora. Ni lazima muwe ni watu msio na mawaa.
yaani watu msio na unafiki, msiwe na unafiki wowote kwa viongozi wa shirika, kwa watawa wenzenu, kwa waamini, yaani muwe original kama Mtakatifu Karlo Acutis alishawahi kusema kwamba sisi watu tumezaliwa original kama original, lakini wengi wetu tutakufa kama photocopy. Wengi tutakufa kama photocopy, lakini Mungu alituumba original, yani watu watakatifu, watu wema. Lakini katika mahangaiko ya maisha, wengine tunaupoteza ule utakatifu wetu wa asili, na tukibaki katika hali hiyo ya dhambi tunakufa kama photocopy, sio original. Sasa mashemasi, kazi yenu kwanza, ninyi wenyewe muache unafiki, muwe original, muwe watakatifu, msiwe na hila, na muwafanye watu wote mtakao wahudumia, waamini wote wasiwe wanafiki, wawe original, wabaki original. Na yani kazi yenu mashemasi katika kutoa huduma zenu kuhakikisha kwamba waamini hawatakufa kama photocopy, wafe original kama alivyowaumba Mungu, watu wema, watu wazuri. Hayo ndiyo ninayo wasihi miyafanyie kazi. Kwa hivyo basi, katika meza zote tatu mtakazohudumia, yaani meza ya neno la Mungu, meza ya kutolea sadaka na meza ya huduma ya upendo kwa watu, mkafanye kwa ubora wa hali ya juu kadiri iwezekanavyo. Do whatever you do in the best way possible, yaani mfanye kila mtakachofanya katika huduma zenu vizuri zaidi kadiri iwezekanavyo. Jana nilimuuliza padre mmoja, nikamwambia naenda kutoa ushemasi kwa Wakarmeli, niwaambie nini mashemasi? Yule padre akaniambia kwamba waambie kwamba wajitoe bila kujibakiza, yaani wajitoe sadaka, wajisadaka katika maisha yao, wajitoe bila kujibakiza. Nikaona ile ilikuwa pointi ya muhimu sana. Kwa hiyo ndio nawaambia, yule padre niliyemuuliza ndiye anayewaambia, na mimi nakazia tu kwamba kweli mjitoe sadaka bila kujibakiza, na ndipo huduma yenu itakubalika mbele za watu na mbele za Mungu. Mjitoe bila kujibakiza, mfanye kila mtakachofanya kama mashemasi katika ubora wa hali ya juu, in the best way possible. Basi pongezi hizo zimeendana pamoja na nasaha hizo, mkazifanyie kazi.